Chai inakulegeza. Unakunywa chai? Hapana. Ndio umeenda sana. Mke wangu, labda nikuache sasa. Niwahi kazini. Si unajua tena nisipotoka hapa mambo hawezi kuwa sawa. Ni kweli JD mume wangu. Ila ukumbuke kuwahi. Maana unajisikia unapokuwa mbali. Mimi mke wangu. Usijali, nitajitahidi kufanya hivyo. Afu muda umeenda sana. Labda nikuache sasa. Alafu, si unakumbuka ule mwaliko niliokuwa na rafiki yangu? Ya, nakumbuka. Lakini mimi sina viatu. Inabidi uniletee pea moja ya malapa. Usijali mke wangu. Nitajitahidi kufanya hivyo. Labda nikutakia asubuhi njema. Unafanyaje maisha magumu? Nyuma yanasema. Unafanyaje sasa? Hapo ndo kama hivyo kazi zenyewe hizi mwanangu ndo kama hivyo zinatukulia ile hapo. Sasa Dula, jamaa yani ndo inakuwaje yani tunamsaidiaje hapo yani? Aise. Kama sasa anazingua sana. JD, anazingua kinoma ndo tunafanyaje yani? alafu sitafika muda wa hela mwanangu, jamaa tatugawane sawa, si ndio? Alafu unajua tunaumia sana hizi kazi za kiume sawa, lakini sasa tunajua hapo maumivu hapa. Sema ukweli mshikaji, simuelewi. Alafu kwenye swala mshahara anakuwa wa kwanza, alafu anataka tuwe sawa. Tumevumilia, nimechoka kinoma noma yani. Huyu bro siku hizi anazingua. Ndio kama hivyo yani, tumemvumilia sema nini imekuwa too much hii. Wewe mshikaji. Mimi sijali. Mambo gani haya? Anazingua kinoma noma yani. Oya kwema hapo. Sio kwema bro, kazi za watu hizi. Brazo una akili, sema nini hauna ile timamu. Unamaanisha nini kusema hivyo? Changamoto nini? Una namba za simu za kila mtu hapa. Mbona hujatoa taarifa yoyote? JD anajikata sana mwanangu. Mwanangu siku hizi unajivuta bosi sana. Sina maana hiyo ndugu yangu. Yaani wewe kaka, jitetee unajojitetea. Leo tufanye kazi lakini wewe mshahara wako lazima tukufieke bro leo. Yaani wewe uchukui ile yote yani. Lazima tu share yako tuikate. Leo lazima tugawe mwanangu. Brother, kila mtu ana familia hapa. Alafu kila mtu ana changamoto zake bro. Mambo gani hayo? Ni kweli najua nimezingua. Lakini nisameheni tu ndugu zanguni. Ni mara ngapi bro? Mara ngapi? Kila siku ni wewe tu. Kaka nini hiyo? Ni kweli ndugu yangu. Lakini tumekubaliana kwamba hii imeshapita. Hiyo torati hiyo. Wazee hiyo ni sheria. Haikataliwi. Haina kazi kubwa tupige kazi. Lakini imeshakubalika, imeshakubalika. Haina noma. Basi fresh. Poa poa. Mr. Nelson. Vipi? Salama bwana, habari za wewe? Nzuri tu. Unaendeleaje Mr. Nelson? Asante, namshukuru Mungu. Karibu. Asante sana. Karibu. Asante. Vipi Mr. Nelson, habari ya muda mrefu? Fresh tu Mr. Nelson. Vipi? Umekuja lini? Na siku 3 tangu niingia hapa Bongo. Ndio mambo yanaendaje? Mambo yanaenda vizuri. Sema mimi kuna kitu kimoja kinanitatiza sana. Kuhusu mshahara. Yaani namaanisha babangu. Ndio. Shida nini? Mimi nishazoea maisha yangu, usielewa chuo. Nilikuwa najiendesha ndio kama mimi. Sasa hivi bwana mshahara na mambo mengi sana. Nibanie hichi so yani kuna muda mwingine nakosa kujinafasi mimi kama mimi. Unajua maisha ya chuo bwana nishazoea kujicontrol mwenyewe. Nilikuwa wakati mgumu sana. Sababu kunibana sana kwenye baadhi ya mambo.
yule dada ni. Dula. Kwa hiyo sasa nitoe basi ili nitembee kwanza hivi. Se. Mbona kama unanipa 5,000 ndugu yangu? Sukari kata sipo. Wewe umeona 5,000 ni halali kwangu? Afusema nini? Sijisahaulishe. Mkumbili yangu ile. Ndugu yangu ungeniacha hata kwa leo. Si unaona mlivyonikata hapa leo yenyewe. Jamaa mtu ile ishapangiliwa yani. Wewe fanya tu unyama huo. Mwanangu sasa. Wewe usimwachie tu mwanangu potezea. Hamna hii sio ile ya kazi, hii ni nyingine tu. Mimi na yeye tunajuana. Hii wewe tulia ikuhusu. Sema nini mwanangu? Haina noma. Fresh. Asante mke wangu. Vipi? Umeshindaje hapa nyumbani? Mbona unaonekana mnyonge sana? Hakuna, niko sawa. Mimi mke wangu, labda nikuombe radhi kwa sababu sijaweza kutimiza kile ambacho nilikuahidi. Si unajua tena hapa nilitoka kwa kuchelewa. Alafu ilipofika kule malipo niliyopewa hayakuweza kukizi. So nikasema nichukue kidogo ambacho nimepata niweze kupata chochote kitu hapa nyumbani. Sasa mume wangu, itakuwaje? Na mimi nilishamwahidi rafiki yangu hapa nitaenda naye. Usijali kwa hilo. Kwa kuwa siku bado zipo, acha tuone itakapokuwa. Sawa. Vipi lakini chuo unarudi au? Swala la chuo bwana, bado nipo siku kadhaa. Hivyo tutakuwa wote tusipate shida. Alafu mbona unaonekana kama uko sawa? Unajua bwana Mr. Juno. Wewe ni rafiki yangu. Na nisingependa kukuficha kitu chochote. Unajua tangu wazazi wangu kuondoka duniani, hiyo issue imekuwa ni problem sana kwangu. Kwa sababu ukiangalia the way wazazi wangu walikuwa wananipenda na mimi nilipokuwa nawapenda, imesababisha mpaka sasa siko vizuri kabisa. Bwana Juno, hii ni njia gani naweza nikafanya ili niepuke hii changamoto inanisibu? Najua ni rafiki yangu na unatambua situation unayopitia. Kwa hiyo ningependa unipe hata mawazo, kwa sababu unajua yani mawazo ya rafiki pia nayo ni msaada. Pole sana rafiki yangu. Asante sana. Lakini usijali kuhusu hilo. Kwa kipindi hichi kifupi ambacho tutakuwa na wewe, hakikisha tutakupeleka sehemu ambayo ukifika kwanza mawazo yako yanaisha. Ndio. Au unajua mimi ni mtu ambao kidogo kuna baadhi ya sehemu nimepita, sehemu za starehe, kumbi nini. Kwa hiyo naweza nikakupeleka tukaenjoy kabisa. Ukiwa na muda tu nitafute, nitakupeleka ukatoe mawazo. Ukaa mwenyewe ndani haina maana. Ndio mstahili. Sasa usiwaze siku moja ukiwa na muda nitafute. Basi poa, nitakushika basi muda mwingine. Nimekuita hapa ndugu yangu kwa sababu kuna changamoto inayonikabili na natumaini wewe ni mtu ambaye unaweza kunisaidia. Yaani zungumza changamoto zote ila zisije ikawa changamoto ya hela, maana wewe una kona nyingi sana kwenye masuala ya hela. Ile bukumbili yangu niliipata lakini
ilikuwa mizunguko mingi sana. Yaani kwa hiyo wewe sema shida zote, ila swala la hela hilo acha kabisa. Bwana Ali, samani sana. Kwa sababu hata hivyo nimekuja kwa swala hilo. Kwanza nikuombe radhi kwa usumbufu ambao nimeshaufanya. Na bado nimeona wewe ni mtu ambaye unaweza kanisaidia. Kwa ningependa unisaidie kiasi kidogo cha fedha ili niweze kufanya baadhi ya mambo yangu ndugu yangu, kwa sababu nimekwama sana. Issue so mimi kukusaidia wewe hela, ila issue ni wewe mwenyewe umekuwa ukivunja mara kwa mara uaminifu wako kwangu. Najua ni ngumu kuniamini, ila nitajitahidi kurudisha kwa wakati. Alafu kuhusiana na hilo, wewe ondoa shaka kama utafanya hivyo, ila ujitahidi usiniangushe. Lakini pia ulikuwa unahitaji kiasi gani? Maana nilikuwa nahitaji kiasi cha shilingi 10,000. Subiri kwanza, 50,000. 50,000 baba ya kuchola au 50,000 noti? Maana maisha yenyewe magumu haya, wenyewe unaelewa. Maisha ya shida, tunapiga kazi ngumu, hatufikishi hata hiyo 50,000 yenyewe. 50,000 unaitafuta muda mrefu, 50,000. Siwezi kukusaidia 50,000 kwa kweli, kwa sababu sina. Hiyo yenyewe mimi haifiki. Labda ninaweza kukusaidia nika shilingi 10,000 tu, hapo nitakuwa nimekukampani sana. Wewe nisaidie tu hivyo hivyo ndugu yangu, kwa sababu sina namna. Inaweza ikanisaidia huko mbeleni. Wewe ni mwenyeji wa maeneo haya? Ndiyo, bila shaka. Naomba nisaidie namba ya bodaboda. Yaani dada yangu, unavyoniona hapa, hata hiyo simu yenyewe sina. Sasa unavyoniambia mambo ya namba, nahisi unanichanganya tu. Sio kwamba nakuchanganya, nilikuwa nahitaji usafiri wa haraka. Labda wewe uendelee kusubiri, kwa sababu mimi mwenyewe na mambo yangu kibao. Sasa unavyonisimamisha hapa na kuniambia masuala ya namba, nahisi unanichanganya tu. Kaka, mambo? Poa, vipi? Safi. Kwema? Kwema, mzima. Mzima. Naomba nipeleke maafisa kwa mzee mmoja anakaa pale kwenye kona pale. Kwa yule mzee mwenye kiti pale? Huyo. 2,000 pale, unapojua bei yake? Hapo ndio.